Waita hapa wana habari, leo tuna jambo letu. Na jambo letu hili linaitwa African nini tajiri? African Power. African Power. Vijana nini? Vijana na asili. Vijana na asili. Hebu naomba tuwaeleweshe nini maana vijana na asili. Yani kitu pekee ambacho nataka nizungumze, kwanza natamani kuona kila mtu anafanikiwa. Natamani kila mtu anatoka hapa na kwenda sehemu nyingine. Kitu cha pili, tupende asili. Unapopenda asili, cha kwanza unakuwa huna chuki ndani yako. Asili, nature ni power ambayo iko ndani yako. Nature inaongozwa na nini? Inaongozwa na vitu ambavyo viko katika ulimwengu. Ndio maana nasema hivi, tuipende asili. African Power ni nguvu mpya, matumaini mpya. Ofisi ilikuwepo, lakini tumekuja kuzindua hii kama kiashiria cha kuonesha kuwa tuko pamoja na hii ofisi ni yetu sote. Tafanya kazi pamoja. Jamani, kama mmemsikia mkurugenzi wa African Power, kwa hiyo tupende asili yetu, tupende African Power. Power ni vijana, tupende asili yetu. Yaani kwa pamoja tupendane. Sio, umenielewa bwana? Kwa hiyo tunaomba jamani, vijana wote ambao wako mitaani hawajielewi, hawana ajira, wampigie namba ya simu mkurugenzi waje kujiunga na African nini? Power. African Power. Ina maana vijana tupendane. Kwa hiyo tunapenda watu wote, na si vijana tu, hadi kina mama, kina dada, wasichana, mje hapa African Power mpate ujumbe, mpate madini ni nini maana African Power. Sijui umenielewa kiongozi? Kwa hiyo tunawapenda watu wote jamani, na ndio maana tukaamua, ofisi ipo tajiri anavyokuambia, lakini tumeamua tuzindue watu ili tuwaaminishe, ili waelewe ni nini maana African Power. Na kama mnaova pale chini kina mama wengi, wote wale tuko pamoja nao, wanaipenda African Power, wanapenda nini vijana. Sijui umenielewa? Sawa, na maswali kadhaa kwa Doto, lakini pia nianze kwanza na mkurugenzi. Nadhani ofisi ya zamani nilikuwa naijua. Sasa hivi hii ni ofisi mpya, ni jumba la kifahari. Ni la kwako aidha umepanga? Ni la kwangu. Tajiri nyumba zake. We. Hilo acha, huyu bilionea. Umeona tunakokuja kote kule. Naelekezwa na Mtufu Denke, hizi zote nyumba za tajiri yako. Mimi mwenyewe nimeshika kichwa namna hii. Haki ya Mungu. Bwana Mungu kwanza akuweke. Mungu akuweke, akubariki. Makofi kwanza kwa tajiri. Tajiri usifanye mchezo, kijichi umeiteka. Tangu kule na Mtufu Denke anaelekeza yote maeneo ya tajiri yako. Nikasema magari hapo zaidi ya 10. Kumbe hii hauna chochote bwana. Kuna watu hapa wanafanya dawa za asili, wana ulimwengu. Si wewe mpiga keo na kaa chini ya mwembe. African Power huyu hapa. Huyu ni bilionea na ajionyeshi yuko kijichi. Wewe sasa unakategeta nyumba za kujaa maji. Tuendelee. Okay. Kwa sababu mimi najua wewe ni mtu wa mjini, vijana wa mjini nyie, wazee wa mjini, na Manyanda yamejikita kwenye masuala ya uhalisia na mambo ya asili kwa ujumla. African Power, vijana wengi najua wanapitia mikitikasi. Mimi najua pia kuna issue ambayo ilikukuta juzi Doto. Labda kwa Manyanda unadili cha kumwambia, lakini unataka ungurume nini hasa hapa? Labda mimi ninyoshe kabla hujajibu, ninyoshe swali vizuri. Wewe kuna tuhuma zilikukabili za kwamba umeathirika na nini? Na Manyanda yeye ni mganga ambaye anasaidia watu katika tiba asili. Wengine baada ya kukuona karibu na Manyanda watasema, "Oho, Doto kaenda kuchukua dozi." Ni kweli. Sijakuja kuchukua dozi, nimekuja kupata tiba asili, kuweka afya yangu sawa. Na huyu ndo atakusibishieni kama babu ana minyenyele au nyungu au TANESCO. Kwa sababu ndo tiba asili. Sawa bwana Manyanza African Power. Na ndio maana nimekuja leo hapa. Swali zuri wana habari. Kwa hiyo watapata hapa leo uhakika wangu kweli baba ana minyenyele babu au mzima. Au babu TANESCO ana. Ndio. Unalipi pia la kuzungumza Manyanda, utaalamu wako? Nadhani hadi Doto tunawaona mko wawili leo mmezungumza, kuna namna umemfanyia hivi na vile. Ni kweli babu ana umeme? Kwanza Doto mimi ni rafiki yangu, ni ndugu yangu ambao sio leo tu. Ni ndugu yangu. Swala umeme ya mambo yanaona mtandaoni, lakini kwake si yaone. Ndio maana nasemaga kuna Doto hawa wawili. Kuna Doto kwenye media na Doto huyu. Ila Doto huyu ambaye namuona mimi hana hivyo vitu vinavyozungumzwa. Alafu pia niwaambie watu, ujue kuna kitu ambacho inabidi tujifunze sana. Chuki. Yani chuki ambao yani sasa hivi likitokea tatizo watu wanapata pa kuchekea. Yani mtu anaona kabisa ili sio yani hapa hakuna. Anaomba angalia yani anaona hapa hakuna. Anaona kabisa hapa hakuna chochote kile. Ile ni mradi kwa sababu tumeshapata kadhaifu. Ngoja tufanyeje? Tukabebe. Japo mtu anatambua huyo alibeba hapa hakuna ukweli wena wote. Labda nikwambie mkurugenzi Manyanda. Hivi fikirieni mimi sina banda, sina gorofa, sina frame, lakini napewa malazi mazito. Nyie mshangai kama dunia inakokwendea mwishoni. Maana malazi anatakiwa apewe bilionea. Hata hapo msingizie bilionea Manyanda. Lakini nasingiziwa mimi mpiga kelele. Kwa hiyo hapo kuna kitu, mjielewe waandishi wa habari. Kwa nini hajapewa Mtufu Denke mwenye magorofa na Mbezi Beach? Nimepewa mimi mtu kama Mwananyamala kwa Tandale kwa Kidile. Kwa hiyo mshangae hivi vitu. Kwa hiyo ujue hata nyinyi itakukuteni. Manyanda tulizungumza kwa kina kwenye exclusive na ukasema umeumiza sana na swala la Doto kupewa tuhuma hizo nzito. Nilikuwa nataka unipe sababu kuu mbili za kufanya uumie kwa kiwango hicho.
Nimeumia sio tu kwa sababu Doto ni rafiki yangu. Nimeumia kwa sababu nimeona vijana tuna chuki. Iko ndio kitu ambacho kimeniumiza. Yaani the way leo madhuri hatuyaoni, tunayaona mabaya. Hata mimi kwangu mtu anaweza katafuta udhaifu ambao hata sina. Kwa sababu tu umethibitishwa ama mtu amelizungumza ndio kitu ambacho wanakibeba ili mradi tu akuchafue. Doto iko kitu ambacho kimezungumzwa leo nalithibitisha hapa mbele ya waandishi wa habari. Iko kitu Doto hana. Na kiona mtandaoni tu kwamba huyu Doto aina gani, kuna Doto aina mbili. Kumbe ni mimi. Lakini kwamba Doto ambaye niko naye hapa, huyo Doto hilo tatizo. Okay, ofisi tumefungua leo Manyanda. Ngoja kidogo. Najua kwamba watu wengi wanatamani kujua kwamba hapa sasa mambo yanakwenda kwendaje. Kwa sababu najua una muda mrefu sana kijiji na watu wengi wanaokimbilia, lakini mpaka sasa tunasikia makundi ni mengi sana na umewapa mpaka limit baadhi yao. Labda tuambie umefungua ofisi mpya, Doto amekuja kuzindua hapa. Nini kinakwenda kutokea? Kinakwenda kutokea ni miujiza. Kinakwenda kutokea ni nguvu, elimu ya kutosha. Na maana kama sasa hivi kuna seminar hapa ya vijana kuwapa elimu namna ya kujitambua. Kama ninavyosema, natamani kuona watu wanafanikiwa. Natamani kuona dimbu la Manyanda African Power ni dimbu ambalo lina support mazuri, sio mabaya. Natamani kuona kijana ambaye leo hii eti unaona tatizo ndio unlisupport, sio heri. Nakwambia tumeathirika sana vijana kwenye mbongo zetu. Tunatamani kuona watu wanashuka, sio wanapanda. Hatuwezi kuwa na vijana ambao, hatuwezi kuwa na nchi ambayo tunazalisha matajiri wengi, kwa sababu leo hii natamani anguko la mtu ndio mimi nicheke. Jamani, kweli tupo kwenye nchi gani? Yaani anguko la vitu magari. Watu wanafurahia dunia nzima. Na ndio nzuri, nimewagundua maadui milioni yangu Manyanda. Nimejua maadui, nimejua wazuri na wabaya kwenye anguko hili la malazi. Na mimi niseme na wengine hasa wakina baba, eti mtu kabisa ana comment baba ndevu kama mie Yuda. Mzee Dao naenda kula saa ngapi? Kweli? Why? I make sense, I need you. Ndio maana tukaamua tufungue African Power ili tusichukiane. Kila mtu tuangalie mazuri yake, tuangalie ufalume wake umetokea wapi. African Power kwa vijana. Tusichukiane jamani. Leo kwangu kesho kwako. Ili angaliko dogo kuna maangaliko makubwa. Na ndio maana mkurugenzi kaamua afungue kampuni African Power ya vijana. Mambo ya asili. Kwa nini umchukie mwenzio? Kwa kumalizia swali langu la mwisho kwako Manyanda. Umesema kwamba hizo skendo ambazo Doto alipewa mitandaoni hana. Wewe umethibitisha kabisa hana. Labda wanaotazama watajiuliza, Manyanda anathibitisha hana kwa kwamba amemfanyia Doto vipimo au na yeye anazungumza kwa kumtazama Doto kwa macho? Sasa mtaalamu wa kwanza ngoja tu niwathibitishie. Kwa vipimo kabisa nimelithibitisha kwamba Doto hana. Umeelewa? Yaani iko hivi, na maana nasema kwamba kitu ambacho nimejifunza, watu wanapenda anguko la mtu. Yaani kitu pekee watu sasa hivi hawakutafuti kwenye mazuri, wanakutafuta kwenye ubaya. Sio, umeelewa? Hapo tu. Na kweli tangu nipe ubaya, simu zinaita vipi? Lakini pia kitu kingine nimejifunza na tuige Doto, sawa, lakini Doto ni mtu ambaye sijamuona kuanguka. Akinipigia simu, bro, mbona umechangamka hivi? Yaani yeye ndo amechangamka, hamna shida. Clip za maji, ndugu zake wamemzunguka, wanampa mawaidha, mnasemaga nini ile counseling ya kichwa. Mtu akili inakuwa iko sawa. Lakini mimi nimetoka Dodoma leo, simu ya mheshimiwa naipokea tangu niko njiani. Na tumekutana na habari, ndugu zangu, wadogo zangu, mnaniona babu niko vile vile. Hata nyinyi lazima mjishangae, lakini anguko hilo ungilipata hata wewe Brian au wewe mwanahabari, au angelipata Bina kwa maisha yake. Sasa hivi tumemrudisha. Basi sawa, sisi tuendelee kutalii mjengo. Wale vijana ambao wataona kwa mara ya kwanza leo taarifa hizi za African Power, pengine nchi ya gani ambao wanaweza wakatumia kwa ajili ya kukufikia, lakini pia utaratibu rasmi upoje? Utaratibu rasmi, kwanza ningependa mtu moja kwa moja afike ofisini ama achukue namba za simu ambazo ziko sahihi. Nitoe angalizo kwa sababu Manyanda wamekuwa wengi sana. Sitamani kuona jina langu na kufanya unaanguka. Wengi matapeli. Umeongea vizuri mkurugenzi. Jamani, tuko kijichi na tajiri mmemuona. Mfupi mweupe, mtu kama wa Nigeria. Hatutaki utapeli. Kuna wengine watakupigia simu sijui nini, matapeli. Yaani mtu anaye ana shida na ofisi atakuja tu ofisi maeneo gani basi. Jamani, hilo tu. Mjue hivyo. Msije mkatapeliwa kwa mnaambiwa mnachangishwa, Manyanza anachangisha, hamna. Njoo ofisini African Power upate ushauri, upate tiba asili, maisha endelee na wewe uwe kama wengine, maisha yawe safi, tusinuniane, tuchokeane, tupendane. Kwa hiyo muombe mwenzio, mwenzio muombe mwenzio. Tuko kwa Manyanja, sehemu fulani, namba za simu hizo. Si eti mtu anakuambia tuma muongo huyo. Tajiri ana njaa, ana kijiji, ana nyumba 75. Mimi mwenyewe naama Kinondoni. Hii sana kuacha. Una roho mbaya sana. Basi bwana, twende tukaangalie mjengo. Alafu kumbe bosi wako ni